Leo ni siku ya wanawake. Kwa nini wanawake na kwa nini? Yaani tunapozungumza wanawake tunamaanisha nini? Tunapozungumza habari ya mwanamke tunamaanisha kitu gani? Kabla ya kutaka kujua mwanamke ni nani, lazima utafute kujua kusudi la Mungu kumleta mwanamke, na ujue namna ambavyo Mungu anamtazama mwanamke. Kwa hiyo ukijua kusudi la Mungu la kumfanya mwanamke, na utaanza kujitazama kwa mtazamo wa kiungu na sio kwa mtazamo wa kibinadamu. Yaani kabla ya kutaka kujua mwanamke ni nani, hivi mwanamke sio 50 kwa 50, sio 10 kwa 10, sio 20 kwa 20, hivyo vyote unavijua wewe. Na kabla hujatafuta kujua mwanamke ni nani, tafuta kujua sababu ya kwa nini ukafanywa mwanamke. Si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana. Kumbe Mungu alifanya tathmini ya kazi yake, akaona alivyovifanya hakuna kinachofanana na Adamu. Akaweka wanyama na ndege na nini, akaviweka mbele ya Adamu. Adamu akavipa majina, ndivyo tunavyoviita mpaka leo, lakini hakuna kilichomfanana na Adamu wala kilichoweza kumsaidia. Ndipo Mungu anasema si vema. Mtu akisema si vema unaelewa nini? Si vema, si vema, sio sawa sawa, sio sahihi, sio salama. Si vema, sio sawa. Si vema, sio salama. Si vema, sio vizuri huyu mtu akawa peke yake hivi. Kwa kuna namna, kulikuwa kuna mapungufu fulani hivi. Kulikuwa na nini? Kuna mapungufu. Kwa hiyo mwanamke tunaweza tukawa wengi kama hivi tulivyo, lakini wanaojijua kwamba wao ni akina nani tukawa wachache.